Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Karibu katika tafakari nyingine, tukiendelea na kujiandaa na kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza tuwe watu wa kuishi kwa upendo, huruma, na leo ikiwa ni siku nzuri, siku tutakaposikia tafakari kuhusu kutakasa dhambi zetu na nini Mungu anatuandaa tuwe katika kipindi hiki cha Kwaresma. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaona ni kipindi cha siku 40 cha toba, tafakari na maombi kinachowaandaa waumini kwa sherehe ya Pasaka. Kipindi hiki kinatufundisha juu ya umuhimu wa kutubu, kutakasa dhambi zetu na kujiweka mbali na dhambi ili tumtumikie Mungu kwa moyo safi na mchangamfu. Katika tafakari hii tunataka kuangazia jinsi ya kutakasa dhambi zetu kwa kutumia mifano mitakatifu kutoka katika Biblia ya Kanisa Katoliki. Kwanza tutaona kutubu dhambi zetu ikiwa ni hatua ya kwanza ya kutakasa dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yohane sura ya 1 aya 9, tunaona kwamba ikiwa tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atatusamehe dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Hii inatufundisha kuwa hatua ya kwanza katika kutakaswa ni kutubu dhambi zetu. Mungu anataka tuwe wanyenyekevu na kutambua kwamba tunahitaji msamaha wa kweli ili tuweze kuishi kwa upendo. Katika kitabu cha Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi ya 32, Yesu alieleza hadithi ya mtoto mpotevu ambaye alijinyenyekeza na akarudi kwa baba yake baada ya kuishi maisha ya dhambi. Tunaona baba alimpokea kwa furaha na kwa upendo, na tunaona anamfanyia sherehe. Na huu ni mfano unaodhihirisha huruma ya Mungu kwa wale wanaotubu kwa dhati. Kupitia toba tunapata msamaha na kutakasa dhambi zetu mbele za Mungu. Kufunga na kujinyima ikiwa ni njia hii ya kujitakasa. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya 16 hadi ya 18 inatufundisha kuwa kufunga ni sehemu ya toba. Yesu alifundisha kuwa kufunga kwa moyo safi bila kujivuna mbele ya wengine kunasaidia kutakaswa na kuwa karibu na Mungu. Hii inatufundisha kuwa ni muhimu kujinyima na kujitolea ili tuweze kutakaswa kiroho na kujiweka mbali na vitu vinavyoweza kutufanya tukose kumtukuza Mungu daima. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 2 hadi ya 3 tunasoma kuhusu waumini waliokuwa wakifunga na kuomba ili kutafuta mapenzi ya Mungu. Hii ni ishara ya kwamba wakati wa kufunga na kujinyima tunapaswa kumlilia Mungu ili atuelekeze njia. Tunatakasa roho zetu na kutufanya kuwa waaminifu zaidi kwake. Kujitolea kwa huduma kwa wengine kuelekea kwa Mungu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 hadi ya 35 na 40, Yesu anasema kwamba kila tunaposaidia maskini, wagonjwa, tunafanya hivyo kwa ajili ya Yesu mwenyewe. Kipindi cha Kwaresma kinatufundisha kuwa huduma kwa wengine ni sehemu muhimu ya kutakasa dhambi zetu. Mungu anataka tuishi kwa upendo, kutenda wema na huruma kwa wengine, kwani hii ni njia ya kutakaswa kwa roho zetu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 58 aya ya 6 hadi ya 7, Mungu anasema, "Je, sio kufunga niliko kupenda, kutoa kwa maskini chakula chako, kuwafunika waliovua mavazi, kuwafunga wafungwa, wafungua wafungwa?" Hii ina maana kwamba Mungu anapenda watu ambao wanajitolea kuwasaidia wengine na kufunga kwa moyo wa kweli. Huduma kwa wengine ni moja ya njia ya kutakasa roho zetu. Maombi na tafakari, njia ya kutakasa roho zetu. Katika kipindi cha Kwaresma, maombi na tafakari ni sehemu muhimu ya kutakasa dhambi zetu.
ukisoma katika kitabu cha Timotheo sura ya 2 aya ya 8 inasema, basi ninataka watu waombe kwa kila mahali, wakinyoosha mikono yao bila ghadhabu wala kutosheka. Maombi ni sehemu ya kuwa karibu na Mungu na kumwomba atuonyeshe njia za kutakasa dhambi zetu. Tafakari juu ya neno la Mungu pia utufundisha na kutufanya kuwa na moyo safi na wa kimungu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 aya 41, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ombeni ili msije mkahangaika katika majaribu. Roho iko tayari lakini mwili ni dhaifu. Huu ni mfano wa jinsi maombi na tafakari usaidia roho zetu kuwa imara na kutakasa mawazo yetu na dhambi. Hivyo maombi ni sehemu muhimu ya kipindi cha Kwaresma. Katika Zaburi sura ya 51 aya ya 10, Daudi anasema, Mungu niumbie moyo safi na roho mpya ndani yangu. Ni maombi ya kutafuta utakaso na kusafisha roho kwa njia ya toba ya kweli. Hivyo kipindi cha Kwaresma kinatufundisha kuwa na moyo safi kwa kumwomba Mungu na kufanya kuwa watu waaminifu kwake. Mwisho kabisa, kutakasa na kuishi maisha ya Mungu kupitia toba, kufunga, maombi na huduma kwa wengine. Ni kipindi cha Kwaresma ni fursa ya kipekee ya kutakasa dhambi zetu na kumrudia Mungu kwa dhati. Mungu anataka kwamba tukiri dhambi zetu, tuonyeshe wema kwa wengine, tujitolee kwa huduma na kumwomba kwa moyo safi ili kutakasa maisha yetu. Tukiishi kwa njia hii, tutakuwa na uhusiano wa karibu na Mungu na tutajiandaa kwa furaha ya Pasaka, tukifanya mabadiliko ya kiroho na kuishi maisha ya kumtumikia Mungu kwa upendo wa kweli. Ukisoma katika kitabu cha Yohane sura ya 3 aya 2 tunasema, wapenzi, sasa sisi ni watoto wa Mungu na hatujui bado kile tunachokuwa, lakini tunajua kwamba atakapojitokeza tutamuona kama alivyo. Huu ni wito wa kuishi kwa imani na kutakaswa na kujiandaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Basi tunapoendelea kujiandaa na kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mungu, tuendelee kusikiliza tafakari za kutujenga na kujiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu na kumpokea Mungu aliyesulubiwa kwa ajili yetu. Basi tafakari hii ituongoze katika maisha yetu na tafakari nyingine zinazoendelea kutolewa. Usisahau kusubscribe channel yetu pendwa inayotoa tafakari nzuri za kutujenga katika maisha, tafakari za kutuelekeza katika njia ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Na channel hiyo inapatikana katika mitandao yote, hasa YouTube, na channel hiyo inaitwa Tafakari Tena TV. Andika tu Tafakari Tena TV, bonyeza neno lililoandikwa subscribe. Hapo utaweza kupata taarifa zote na tafakari nzuri za kutujenga kimaisha. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.